Jambo lingine la kuzingatia pindi tunapogundua kwamba uko kwenye majira na msimu wa mavuno ni utulivu. Lazima uwe na utulivu. Tunazungumzia roho ya utulivu, utulivu wa ndani mpaka wa nje, the spirit of calmness, roho ya utulivu wa ndani mpaka nje. Ukiangalia katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 3 mstari wa 16 hadi 21, utakutana na wanawake wawili makahaba ambao walijifungua watoto ndani ya usiku mmoja. Baada ya pale wakalala. Mwanamke mmoja kahaba akamlalia mwanae akafa. Alivyofariki akambadilishia yule mwanamke mwenzake kahaba, akampa mtoto aliyemfu, yeye akachukua yule ambaye ni mzima. Baadaye pia baada ya muda punde kidogo, baada ya muda kupita, yule mwanamke pia alivyoshtuka akamwangalia yule mtoto akakuta amefariki. Lakini alivyozidi kumtazama kwa muda mrefu akagundua kwamba mtoto sio wa kwake. Ni kipi kilichompelekea agundue mtoto sio wa kwake? Ni baada ya kuendelea kumtazama kwa muda. Manake alikuwa na utulivu, kwa sababu tumetegemea na tungetegemea kwamba moja ya reaction ya kufiwa mtu yeyote, na hasa mwanamke, pindi anapogundua amefiwa, ataanza kupiga kelele, ataanza kupiga mayowe ya msiba. Lakini huyu alikuwa ni mwanamke wa namna gani? Nilikuwa najaribu kujiuliza, je, alikuwa ni mwanamke wa Kiyahudi? Alikuwa ni mwanamke Mwebrania au mwanamke Mshunami? Kwa nini hakuweza kupiga mayowe pindi alipogundua mtoto wake amefariki? Lakini tazama kitu ambacho alikifanya ni cha ajabu sana. Alitulia kwa muda kidogo, akamzingatia yule mtoto, na baada ya kumzingatia sana akagundua mtoto hakuwa kwake. The same kwa mwanamke Mshunami pia. Baada ya mtoto wake kufa akamchukua akaenda akamweka kwenye chumba ambacho alikuwa akilala mtumishi wa Mungu Nabii Elisha. Baada ya pale akachukua farasi akamwambia mjakazi wake kwamba niendeshe. Wakati huo akimwelekea mtumishi wa Mungu Elisha alimwambia, usinipunguzie mwendo endapo sijakwambia. Alikuwa na roho ya utulivu pia, kwa sababu tungetegemea reaction mojawapo ni ya kupiga mayowe. Hivyo basi, ili uweze kuvuna vitu vilivyo sahihi sawa sawa na jinsi ambavyo mkusudiwa, ni lazima uwe na utulivu mkubwa sana wa ndani na wa nje pia. Yako mambo ya roho ambayo yanahitaji utulivu wa ndani wa roho ili uweze kuyapokea na kuyaprocess katika ulimwengu wa roho na yaweze kukupa matokeo. Yako mambo katika ulimwengu wa mwili lazima uyapokee kwa utulivu, uyaprocess, ndipo yaweze kukupa matokeo ya nje ya mwilini yanayoonekana. Bwana asifiwe. Ukishindwa kuwa na utulivu, jua kabisa kwamba kuna matokeo utashindwa kuyapata, kuna mavuno utashindwa kuyavuna kipindi wapo katika msimu wa mavuno. Ni wanawake wangapi ambao wanaweza kuvumilia hali ya kutokupiga mayowe pale ambapo wanagundua wamefiwa na watoto wao? Bwana asifiwe. Hivyo basi, mwanamke mtulivu ni jibu kwa mume wake, ni jibu kwa watoto wake, ni jibu kwa maswali yanayoizunguka jamii.